Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini wakati huu tunatazama mali nyingi za Iran zilizoshikiliwa katika mataifa ya Magharibi. Kabla ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran miaka 1980, Iran ilikuwa ina mali nyingi zilizopo katika mataifa ya Magharibi. Katika kipindi cha nusu karne iliyopita, baadhi ya mali na majengo yanayomilikiwa na serikali ya Iran au taasisi zake tanzu nje ya nchi, hususan katika miji na nchi za Magharibi, zimekuwa kitovu cha migogoro ya kisiasa pamoja na kiusalama. Migogoro hii inajumuisha kushikilia, kunyang'anya, uhamisho wa lazima na umiliki au usimamizi, kufungwa kwa vituo vya kidini na kitamaduni, pamoja na madai ya fedha yanayotokana na vikwazo. Katika mengi ya matukio hayo, suala sio tu umiliki wa jengo, lakini pia mgongano wa mifumo ya kisheria na kisiasa. Kanuni za kinga za kidiplomasia katika mkataba wa Vienna, mstari kati ya mali rasmi za serikali ya kibiashara, kanuni za kupambana na ugaidi na mbinu za kutekeleza hukumu dhidi ya mali za kigeni. Yote haya yanahusika katika kuamua hatma ya mali za watu wa Iran. Utata huu umesababisha baadhi ya kesi hizi kuchukua miaka kusuluhishwa, na idadi kamili ya mali zinazohamishika za Iran nje ya nchi bado hazijulikani. Kwa kifupi ni kwamba Iran ina mali nyingi zilizopo katika mataifa mengi ya Ulaya pamoja na Marekani. Miongoni mwao ni pamoja na jengo lililo mtaa wa 650 Fifth Avenue katika eneo la biashara la Manhattan. Ni moja kati ya mali ya thamani ya Iran nje ya nchi na kitovu mojawapo cha migogoro mirefu zaidi ya kisheria kati ya Iran na Marekani. Jengo hilo la ghorofa 36 lilijengwa mwaka 1978, mwaka mmoja kabla ya mapinduzi ya Iran, kwa ufadhili wa wakfu wa Pahlavi kwa ajili ya uwekezaji na kutoa misaada, na baada ya mapinduzi libadilishwa jina na kuitwa Alavi Foundation chini ya usimamizi wa Mustazafan Foundation. Lakini ni ubalozi wa zamani wa Iran. Ubalozi wa zamani wa Iran huko Washington DC katika mtaa wa 3005 Massachusetts Avenue ulijengwa mwaka 1959. Jengo hili lenye eneo la takribani mita za mraba 3400 kilikuwa kitovu cha shughuli za kidiplomasia za Iran wakati uhusiano wa Marekani ulipoanzishwa wakati wa enzi ya Pahlavi. Baada ya tangazo rasmi la kukata uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili Aprili 7 mwaka 1980, baada ya kutekwa balozi wa Marekani mjini Tehran, wanadiplomasia wa Iran walifukuzwa nchini Marekani. Kuna mali nyingine zilizopo nchini Marekani. Mbali na majengo ya ubalozi na makazi ya balozi mjini Washington, serikali ya Marekani inashikilia zaidi ya mali nyingine 10 zinazomilikiwa na Iran chini ya usimamizi wa ofisi ya balozi za kigeni tangu mwaka 1980. Mali hizi ni pamoja na makazi ya kidiplomasia, nyumba za kibalozi na makazi katika miji kama vile New York, Chicago, Houston na San Francisco. Huko New York katika mtaa East 69 Street ilikodishwa mwaka 2002 na iliripotiwa kuleta takribani dola za Kimarekani 500,000 kwa mwaka. Huko Chicago pia majengo mawili ya zamani ya ubalozi yameunganishwa kuwa jengo moja na kukodishwa. Huko San Francisco kadhalika, jengo la zamani la ubalozi wa Iran lenye vyumba 17 kwenye mtaa wa Washington limeripotiwa mwaka 2019 kugharimu dola milioni 5 katika ukarabati. Lakini yapo makampuni ya mafuta. Huko katika kesi ya Crescent inayotokana na mkataba wa miaka 25 wa mauzo ya gesi uliotiwa saini mwaka 2001 kati ya kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Iran NEOC na Crescent Petroleum ya Falme za Kiarabu. Kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Iran ililazimika kusambaza gesi ya futi za ujazo milioni 500 kwa siku, lakini kulingana na hati za kisheria haikufanya usambazaji huo tangu 2005 na kusitisha mkataba wake mwaka 2010. Iran ilikataa uamuzi huo na Crescent ilianza kutoa mali za kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Iran kote ulimwenguni kupitia hatua za kisheria. Mali zingine za Iran zipo huko Canada. Kufuatia kupitishwa kwa sheria ya haki kwa wahanga wa ugaidi mwaka 2012, serikali ya Canada ilitaja Iran kama serikali inayofadhili ugaidi na kuruhusu hukumu za mahakama za Marekani dhidi ya Iran zitekelezwe katika ardhi ya Canada. Sheria hiyo inaruhusu waathiriwa wa mashambulizi yanayohusishwa na makundi kama vile Hezbollah ya Lebanon na Hamas kulenga mali zisizokuwa za kidiplomasia za serikali ya Iran kwa ajili ya kulipwa fidia.
Mwaka 2016 mahakama ya juu ya Ontario imetoa mfano wa sheria hiyo, iliamuru kukamatwa na kuuzwa kwa mali mbili zinazohusiana na serikali ya Iran: kituo cha utamaduni cha zamani cha Iran huko Ottawa na kituo cha mafunzo cha Iran huko Toronto. Kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama, ingawa mali hizo zilisajiliwa kwa majina ya taasisi za kitamaduni, kwa hakika zilikuwa zimemilikiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kulikuwa pia na maeneo yenye vituo vya Kiislamu huko Ulaya. Kituo cha Kiislamu cha Uingereza ni taasisi ya Kishia ambayo imekuwa ikifanya kazi London tangu mwaka 1995. Ukosoaji dhidi ya kituo hicho ulipata nguvu baada ya ibada mbili za kumbukumbu ya Qasem Suleiman, kamanda wa zamani wa kikosi cha Quds cha IRGC mwaka 2020. Kufuatia haya, kamisheni ya wakfu ya Uingereza na Wales ilianzisha uchunguzi rasmi juu ya utawala wa kituo hicho, uwazi wa kifedha na matakwa ya kisheria. Jengo hilo la kituo hicho lilifungwa kwa muda Julai mwaka 2023. Lakini kituo kingine cha Handbag cha Kiislamu. Kituo hiki cha Kiislamu cha Handbag, mojawapo ya vituo vikongwe vya Kiislamu vya Kishia barani Ulaya, vilianzishwa katika miaka 1950 na wahamiaji wa Iran na kupanuliwa katika miaka 1960 kwa kufunguliwa msikiti wa Imam Ali. Julai 2024, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ujerumani ilipiga marufuku kituo hicho cha Kiislamu cha Hamburg, na taasisi kadhaa tanzo ikitangaza kwamba kituo hicho ni chombo cha kukuza itikadi kali za Kiislamu za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Ujerumani, na kinaongozwa moja kwa moja na kiongozi muadham wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Al-Khamenei. Lakini ni ofisi za Iran Air. Ofisi ya Iran Air katika mtaa wa 63 Champs-Élysées mjini Paris ilikuwa mojawapo ya majengo ya kibiashara ya Iran yanayotambulika zaidi barani Ulaya. Ofisi hii iliyopo katika maeneo ya bei ghali jijini Paris imeingia kwenye vichwa vya habari miaka hivi karibuni kutokana na mzozo wa kisheria kati ya mmiliki wa jengo hilo, Mfaransa, na Iran Air. Kampuni hiyo inayomiliki inadai Iran Air haijalipa kodi ya jengo hilo kwa miaka kadhaa. Iran Air inasema vikwazo vya benki vya Marekani vimezuia fedha kuhamishwa kutoka Iran hadi kwenye akaunti zake za benki nchini Ufaransa. Kesi hiyo inahusiana na jengo hili imekuwa ikiendelea katika mahakama ya Paris tangu Februari mwaka 2019, na Iran Air inasema inafuatilia hatua za kisheria kupitia mawakili wake ili kuzuia ofisi hiyo kuhamishwa. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.